sidhani kama wataweza kurushiana mitandaoni tu kwa kuzungumza hivi, labda kutakuwa na taarifa official. Ila mpaka walivyoondoka mimi nilichokisikiliza kutoka kwa aliyezungumza, amesema mpaka sasa hivi msimamo wa dabi ya tarehe 15 uko pale pale mpaka pale maamuzi yatakavyokuwa, labda yamebadilishwa na watarudi kutoa taarifa kwamba yamebadilishwa, kwamba mechi itachezeka au haitachezeka au itakuwaje. Lakini msimamo wa Yanga inaonekana kuna mahali ambako ameshikilia ambako kuna tatizo. Kuna tatizo, maana wana vipengele vingi sana ambavyo wanaonekana kuwabana navyo bodi ya ligi Na ukiangalia kwa Yanga vitu ambavyo nimezungumza, kujiuzulu kwa mtendaji wa bodi ya ligi, secretariat karibia yote ya bodi ya ligi, pia katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau. Sasa ni moja maazimio ambayo pia hapo kwenye yale masuala ambayo klabu ya soka Yanga wanayohitaji kwamba yasipoazimiwa basi mechi zote 3 ambazo zimesalia hawatocheza. Inawezekana wana point, kwa sababu wanavyokwenda kuzungumza kwamba kuna namna labda wameshafanya uchunguzi wao na pia wamejiridhisha kwamba hawa watu wanaonekana kuna namna moja ama nyingine wanakuwa wanaenda tofauti na kanuni zinavyosema. Ila kwangu mimi ninavyoona kwa uharaka, sitegemei kuona watu wote wakijiuzuru ndani ya wakati mmoja. Yani wasipojiuzulu tutegemee pia kuona Yanga wasipocheza hawachezi mechi zote 3 ambazo wamezitaja hapo. Yanga kucheza ana uwezekano wa kucheza au anaweza asicheze, ila kwa msimamo wao wanasema hawachezi. Ila mimi ninachokiona kuna busara pia zitarudi kutumika, kwa sababu sio unaweza Yanga kama Yanga kuvunja taasisi nzima sio kitu rahisi sana. Kwa sababu tunavyozungumza, ukizungumzia bodi ya ligi kuivunja kwa sasa hivi ni kwamba ligi inaelekea ukingoni. Wao wanaokuja watakupa taarifa gani wakati bodi ya ligi inaratibu kuanzia mechi ya kwanza mpaka mechi ya mwisho? Watakupaje taarifa? Na kama ni data zote, inawezekana wale wa bodi ya ligi walioko ndo wana data zote za ligi yetu nzima. Sawa? Ndio maana nimemsikiliza vizuri aliyekuwa anazungumza, nadhani ni Almas Kasongo, amesema kila mwaka bodi ya ligi inaundwa. Kila mwaka. Ina maana kama kuna mapungufu ambayo yameonekana katika ligi ya msimu huu, tunatarajia kuona wale ambao wamesababisha tuseme matatizo haya au tofauti huu, hatutegemei kuwaona tena katika bodi ya ligi itakayoundwa kwa msimu wa 2025-26. Ila kusema kwamba wale watu wote ambao wamewapoint kwamba wajiuzuru, sitegemei. Inawezekana kuna baadhi ya watu watajiuzuru na wanaweza wakaitwa tena Dar es Salaam Young Africa kukaa meza moja na kuzungumza na mechi labda ikachezeka. Wasiwasi wangu nilionao ni muda. Yani muda ambao Yanga yeye anasema sasa hivi anakuambia maandalizi anayoyafanya, anafanya maandalizi kwa ajili ya Tanzania Prison, alafu game yenyewe inayokuja ni game kubwa na ni dabi. Ukimwambia kwamba labda wamejiuzuru, imagine labda kama tuseme labda kama tarehe 12, alafu kamuita tarehe 13 na tarehe 15 ni mchezo, anaweza akarudi na pointi nyingine kwamba maandalizi yake hayakuwa maandalizi ya dabi. Kwa hiyo kama kuna linalowezekana kwa sasa hivi, kwa sababu tunaona ligi yetu inakoelekea itakuja kuelekea sehemu mbaya, kama kuna linalowezekana kwa bodi ya ligi kwa kujaribu kupunguza watu ambao wameonekana kwamba sio rafiki sana katika maamuzi yao wao kwa upande wao na Dar es Salaam Young Africa, wangefanya hilo kwa haraka ili kuepusha tena kupigwa tarehe tena ile dabi ya tarehe 15. Watu wengi wanaisubiria na wanatamani tarehe 15 dabi ichezeke.